tunazo sababu billions za kukupongeza wewe mtazamaji ambaye umeendelea kulipia kisimbuzi chako ukiendelea kunufaika na uhondo ambao unaopata kupitia burudani mbalimbali ndani ya kisimbuzi cha Azam TV. Kama hujafanya hivyo, tafadhali kwa heshima na taadhima kubwa lipia sasa, maana hatua ya robo finali kwenye kombe la dunia, zile mechi 104 zote ndani ya kisimbuzi cha Azam TV, uchambuzi jadidi kwelikweli, wachambuzi wabobevu mno, masuala ya kandanda na vipindi mbalimbali vya michezo. Bado hatua ya mtoano ikiwa inaendelea kwenye timu ambazo zinawania kupambana kusalia kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara, lakini hatua ya mtoano kwa timu ambazo zinacheza championship na zinapambana kurejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, bado michezo hiyo inaendelea na huwezi kuiona mahali kokote, bali ni Azam TV, burudani kwa wote, ndio wenye dhamana ya kukupa burudani hiyo. Kwa sasa tunajikita kwenye uchambuzi wa kina. Kwenye taarifa ya kwanza kabisa tunaanzia kwenye paredi la wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club ametoa ubingwa wa michuano ya CRDB Federation Cup kwa kuwafunga matajiri wa jiji la Dar es Salaam, timu ya Azam FC, na ilikuwa ni bao moja kwa bila katika mchezo uliochezwa kisiwani Pemba katika uwanja wa Gombani. Simba wanatoa kombe hilo kutoka kwa mtani wake wa jadi wananchi Young Africans, ambaye msimu uliopita alikuwa bingwa wa kombe hilo akifunga Singida Black Stars. Kilikuwa ni kibano cha mabao 2 kwa bila katika mchezo wa fainali uliochezwa visiwani Zanzibar. Tofauti ni kwamba mchezo ule wa Singida na Young Africans ulichezwa uwanja wa New Amani Complex. Mara baada ya kutoa kombe hilo, Simba imefanya paredi la kibabe mno kusherekea ubingwa wao, ambapo ndio ubingwa wao mkubwa kwa msimu huu baada ya kukosa ubingwa ule wa kombe la shirikisho. Kabla ya kualika wachambuzi, tukajikumbushe mambo kadhaa yaliyojitokeza katika uwanja ule wa Gombani pale kisiwani Pemba. Wakati huu pia wewe ukiwa unafuatilia hapo na kuona highlights kadhaa ama matukio kwenye picha mjongeo, tujikumbushe mechi ilivyokuwa bwana. Frank Raymond Dumayo. Yes. Bana, mechi ilikuwa dume kweli kweli. Mechi ambayo ilitawaliwa na kadi nyingi sana za njano, lakini haikutosha tu. Mechi hii tulishuhudia kadi nyekundu kwa Faila Sufi, Zanzibar finest. Ilikuwa ni mechi ya namna gani kwako Frank Raymond Dumayo? Mechi hii inatajwa kwamba ilikuwa na hadhi ya kuwa mechi ya fainali. Ni mechi ambayo kwanza ilikuwa ya mbinu zaidi. Ukiangalia kipindi cha kwanza kama timu zote zilikuwa kama bado zinasomana mpinzani kwamba anacheza vipi na kaja vipi. Kwa unaona ni makocha wawili ambao wamekuwa wakisomana kwenye hizo dakika za mwanzo kabisa. Mashambulizi yalikuwepo, lakini yalikuwa yale ambayo sio ya mara kwa mara. Na mpira uko slow sana, na wanacheza kwenye eneo la katikati, kila mmoja akiwa yuko nyuma mpira, na akipata mpira anaweza kuwa akawataki. Kwa kipindi cha pili imekuja tofauti. Ndio uzuri wa makocha sasa. Ukishaona sasa kipindi cha kwanza tumeingia namna gani, kipindi cha pili tunakuja kwa mpango mwingine. Unaona kipindi cha pili kidogo ile mpira ukaanza kufunguka na pressure ikawa kubwa kwa kila timu zote mbili na kutengeneza nafasi. Simba wakawa imara zaidi kwenye hizo kutumia nafasi baada ya kupiga hiyo faulo na Yaya zaidi kujifunga. Unaona ni mechi ambayo kwanza ilikuwa na matukio mengi kwa timu zote mbili, kwa maana kwamba kwenye kushambulia unaona Simba wanakuja, wanaataki na wanatengeneza nafasi ingawa hawezi kuzitumia vizuri, lakini kwa Azam ilikuwa matarajio kwamba watumie nafasi vizuri, lakini kwa shida hizo nafasi wanazotumia wakati mwingine inakuwa kwenye pasi sahihi na kwa yaende kwa wakati, matumizi ya nafasi yanakuwa hamna. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwanza ilikuwa na vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ilikuwa kama kusomana zaidi, kwa kipindi cha pili sasa ndio kila mtu akafunguka, kwa sababu dakika 45 za kipindi cha pili huwezi tena kuzuia. Nadhani ni mechi ambayo ilikuwa na speedi sana kipindi cha pili kuliko kipindi cha kwanza, na wachezaji wakiwa wako kwenye hali nzuri. Wakati mwingine mchezaji akicheza kwenye mechi ya finali, ile pressure ya kipindi cha kwanza inakuwa na tofauti na kipindi cha pili, kwa sababu unajua kabisa hivi muda unaenda, inabidi tushinde mechi. Na ikatokea kadi nyekundu baadaye ya Faisal Salum, lakini ndio mechi ambayo ilikuwa ishamalizika, goli ishaingia. Kwa hiyo inakuwa sasa ngumu kurudisha goli wakati mko pungufu, wakati mwingine unacheza na timu gani. Kwa mfano Simba wakawa sasa wanaumiliki mpira kwa sababu wanajua
wako wengi kwa uwanjani na wana nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo unaona baada ya kadi nyekundu Simba wakawasena na utawala mchezo, wanaamua wao baadhi ya matukio kwamba tunaenda kushambulia na rudi kukuzuia. Muda mwingi wako wanamiliki wa mpira. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa nzuri na ilikuwa na hadhi ya kifainali hasa kipindi cha pili. Ni tathmini hiyo na uchambuzi wa Frank Raymond Dumayo, lakini kwa kuwa binadamu tumeumbwa na kusahau, nasi tunayo nafasi ya kukukumbusha matukio yaliyojitokeza kwenye mchezo huo. Lakini kwenye mpira wa miguu anasema tukio kubwa ni bao pale ambapo linafungwa. Hebu tukajikumbusha namna ambavyo Yahya Zayid bin Umar alivyojifunga bao hili na likawapa Simba ubingwa ambao waliutafuta kwa udi na uvumba. Kadi ya njano kwa Msindo. Pascal Gaudens Msindo ameonyeshwa kadi ya njano, wakati wa mwamuzi asema weka boli hapa. Eli Mpanzu, ni nafasi kwa Simba. Aishi Manula akipanga ukuta, tusubiri na kuona. Eli Mpanzu nyuma ya boli. Mpanzu anaweka ndani kule, nafasi nzuri. Steve Baka anasema Azam mmekaza sana, nani amewapa nguvu? Tutawafuatilia. Namkazia mnyama, tutawafuatilia. Gombani Pemba, mnyama natikisa Gombani Pemba. Tazama shangwe hili, wanasema leo ni last dance, the last dagger. Wametoka mbali kabisa, wametoka Dar es Salaam. Yalikuwa ni makosa ya kiungo Yahya Zayid bin Umar kugusa mpira ule pasipo kutarajia na ukabadilisha mwelekeo, ukimshinda mlinda mlango Aishi Salum Manula, na akasalia kuwa mpenzi mtazamaji kama mimi na wewe tulivyokuwa tunautazama mpira huo. Lakini yote kwa yote, hii ndio kusema mechi ilikuwa ngumu sana, mechi ambayo ilitawaliwa na mbinu, mechi ambayo ilitawaliwa na maamuzi ambayo kwa hakika hayakuwa ameridhisha upande fulani hivi. Andrea Kinga Mkono, karibu sana, na huu ndio muda wako sasa wa kutabahar kama sio kunena kwa uketo ikawa ibra kwa wenye fikra fatashi. Ni mechi nzuri, mechi ambayo ilikuwa na ushindani na mbinu nyingi, mechi ambayo ilitawaliwa kwa mbinu kwa timu zote mbili, kila mmoja alikuja kwa mpango wake. Tunaona kama nilivyosema Dumayo, kipindi cha kwanza watu walikuwa vizuri sana, walijilinda kwa umakini sana. Kipindi cha pili vivyo hivyo watu walianza kwa mwendo ule wa kujilinda, kwa sababu kila timu ina kocha mzuri na anajua mpango wetu na namna gani ya kutafuta, na mechi kwa namna hii ndio inaamuliwa na makosa kama yale ambayo yametokea, ambayo yamejikuta bahati mbaya zaidi wakati katika jitihada zake za kukua mpira ule, mpira umegonga kwenye meno ya mguu wake, ukapoteza mwelekeo, ukaingia golini. Kwangu naona ni mechi ilikuwa ambayo ilikuwa na ushindani, na kwenye ushindani siku zote kila sehemu lazima inakuwa na changamoto, kwa sababu kasi ya mechi watu wanaweza kumlaumu sana mwamuzi, sawa, anaweza kuwa na makosa yake, lakini aina ya mechi ilivyochezwa na kasi ya mechi wakati mwingine kuna maamuzi. Ngoja Frank kwanza, kwa mchezaji yani unaweza kukuta mna plani nzuri. Yani mechi mnaingia kwenye plani nzuri kabisa, relax. Mwamuzi akifanya tu makosa kama haya, yani anawatoa kabisa mchezoni kwa mchezaji. Yani mnakuta mnavurugika plan ile ambayo concentration ya mechi na kwa hivyo ulivyotazama Frank Raymond Dumayo. Uzuri tunaye mchezaji ambaye anacheza mpira mpaka leo, na umezungumza sentence nzuri, mimi nitaenda kuibold na naamini Ali Mufti hapa anafuatilia hapa. Anasema mnaweza mkawa mna mpango mzuri kabisa, lakini muamuzi akivurunda au akiwavuruga, manake anavuruga system nzima yote ya mpango kazi wenu. Unakubaliana na mimi kwamba waamuzi waliwavuruga Azam? Wakati ndo maana nikasema hapa, yani mnaweza kwa Azam walikuwa na mpango mzuri. Ukiona sasa mtu anacheza faulo moja, sawa, unachezewa faulo nyie, refa apigi filimbi. Unaenda nyie mnacheza anapiga filimbi, au anatoa kadi ya njano ambayo kuna rafu ilichezeka kwa nyuma, hajatoa kadi ya njano.
Sasa pale mnakuwa mna doubt, mwamuzi mbona tumuelewi? Mwisho wa siku sasa watu mna panic. Sasa ile mkipanic mnakuta ile timu ambayo nyie refa na favor wanakuwa wamerelax. Mwisho wa siku mnavuruga. Mimi nakumbuka kuna wakati fulani tunacheza mpira. Ndio. Kwenye ligi daraja 3 mwamuzi alituambia kabisa nyinyi leo mshindi. Mwamuzi katuambia sasa nyinyi leo mshindi. Mimi binafsi najua ni tukatuliza vichwa vyetu tukatafuta namna. Kwa sababu kila ukigusa ukiingia kwenye box anakuuliza offside, hapo mtu akapiga katikati ya uwanja. Yaani chuma imepigwa katikati ya uwanja. Hiyo haina makando kando. Yaani haina makando kando, nimepigwa sasa. Twende kaiweka kafunika. Na mechi kesho mwamuzi wakati mwingine mchezaji kwa Andrea bwana kinga mkono ni sehemu ya kuyapokea na wewe mkono bwana. Kama tulivyowasifia Simba wamechukua ubingwa na kama ambavyo tumewasifia wananchi Young Africans kwamba wamechukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, tukawapa kongole zao, tukawapa heko, tukawapa shumbe. Kwenye hili la waamuzi mimi siwezi kufumba mdomo. Sawa, ndio maana hamna mtu ambaye mimi hata mimi sipingi. Yaani si kama sio na kupinga. Waamuzi wamebananga. Hiyo nakuunga. Tena wamebananga kwenye mchezo mkubwa wa finali. Na hawakuwatendea haki Azam FC kusema kweli. Kwa sababu walikuwa wana matukio mengi sana. Angalau kungekuwa kuna tukio mawili matatu kawaida. Lakini ni msururu wa matukio ambao wanasema hili nalo utasemaje, hili nalo utasemaje, hili nalo. Wamevunjika moyo wachezaji kiasi kwamba leo kuna video moja hata mmiliki naye alivunjika moyo. Amevunjika moyo kusema kweli. Kwa hiki ambacho kinaendelea, iko haja ya kamati ya waamuzi kujitathmini kwenye adhabu ambazo zinatolewa, kwa sababu hainufaishi chochote kwa timu ambazo zinakuwa zimeshaonewa. Iko haja kwa kamati ya waamuzi kurejea mpangilio wa hizi adhabu ambazo zinatolewa. Ikiwezekana hata kushushwa madaraja hao. Mimi kwangu sio adhabu tu, kwa sababu adhabu pekee yake haiwezi kutosha. Ndio. Issue ni kuwaendeleza waamuzi, kuwapa mafunzo waamuzi, kuwapa uelewa mzuri, kuwasaidia. Kaka mpaka unapewa mechi ya finali, maana yake umekaa darasani na watu wanachezesha World Cup. Umemwona maamuzi anachezesha World Cup wanakosa mfahamu kwa sababu ngapi? Ni waamuzi wakubwa. Lakini wanafanya lakini tunatakiwa tuwape mafunzo, kwa sababu mafunzo yao kwa timu moja tu kaka. Ndio nasemaje? Ukiwasikiliza vizuri hao ambao wanalalamika wanakuja na evidence mpaka unashangaa. Hili nalo nataka mafunzo. Hili nalo mafunzo. Yaani wanataka mafunzo. Timu tayari imeinvest kwa muda mrefu, imeweka fedha kwa ishakosa ubingwa mara nyingi, nguvu ambazo wao wanazitumia, na hiyo timu nyingine ambayo inanufaika wanatumia nguvu hizo. Kwa sababu hii leo unaweza kuzungumza hivi, lakini kwenye mechi nyingi za ligi kuu kuna watu wanaonewa sana. Acha Azam tu. Azam wanaonewa sana. Kuna mechi nyingi za ligi kuu. Wale Azam FC kuna watu wanaonewa sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kusema hao wameonewa sana kwa sababu umeonekana, lakini kwenye ligi kuu kuna makosa mengi sana. Watu wananyimwa haki zao kabisa. Magoli halali au na Mungu angalia kiasi gani walivyonyimwa magoli zao dhidi yao. Ngoja kuchekesha sasa. Kuna comments moja juzi, kulikuwa kuna mechi juzi kwa mtani kwetu pale nyumbani kwangu pale Tongoma. Wamekaa watu wengi sana. Unajua mimi kule nyumbani huwa najichanganya sana na jamii yangu ambayo inazunguka. Kuna mama mmoja akasema, mimi Simba kweli Simba lia. Lakini kwenye hili Azam tumewaonea. Kwa hiyo kwenye mbichi tuseme mbichi, kwenye mbivu tuseme mbivu. Ndio kwa sababu unajua Andrea tuzungumze mawili. Azam FC wana muda mrefu sana hawajachukua ubingwa wa CRDB. Kabisa. Simba Sports Club wana muda mrefu sana hawajachukua ubingwa wa CRDB. Kadhalika ubingwa wa ligi. Hili ndio taji pekee ambalo timu zote mbili zilikuwa zinatafuta. Yanapokuja kutokea makosa ya namna ile, bana, pamoja na mambo mengine, kulikuwa kuna paredi la wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ali Mufti, Ali Ombuzini, Ali Machopa, Ali wa Tegeta na alikuwa sehemu ya paredi la wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambaye alikuwa akitupa kile ambacho kinaendelea. Na jana nilikuwa nimetulia kwa utulivu wa kutupwa na msikiliza Ali Mufti. Tukatazame kidogo tu sehemu ya mahojiano ya Ali Mufti akizungumza na msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Huu ni msafara wa Simba Sports. Bila shaka jezi unaziona na rangi ya buluu na rangi nyekundu inajieleza kabisa kama jezi ambayo amevaa semaji, na taji ambalo lilipeleka Simba kule Gombani Pemba ndio hili hapa lipo mikononi mwa semaji Ahmed. Bwana ndugu yangu umelala kweli wewe? Sijalala. Tafadhali bwana. Sijalala.
Simba hapo una usingizi au usingizi mpaka ukija? Sijalala, yani na wiki nzima haisilali. Tuambie Ahmed, angalia kwanza haya mandhari. Nafikiri kwako ni mara ya kwanza paredi kama hili hapa, si ndio? Unalielezeaje paredi hili tu? Tunawashukuru wana Simba waliojitokeza. Na hii Mufti, ni jana usiku kwa leo asubuhi. Hatukuwa na muda wa kufanya promo, hatukuwa na muda wa kufanya matangazo, hatukuwa na muda wa kualika wachekeshaji, hatukuwa na muda wa kutangaza wasanii. Ni kuwaambia tu wana Simba ya kwamba kesho timu inarudi, tutakuwa na paredi. Unashuhudia umati mkubwa namna hii. Hii ina maana ya kwamba watu wana kiu ya kupata mafanikio kama haya. Na mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kupata mafanikio haya. Japo kidogo, lakini sisi kwetu ni mwanzo mzuri kuelekea kwenye mafanikio makubwa zaidi. Ahmed, hili uliliona wakati tunaanza msimu? Uliliona hili linaenda kutokea? Wakati tunaanza msimu sikuliona, kwa sababu baada tu ya kuanza msimu tukapata mtikisiko, mwalimu wetu akaondoka, na lile lilikuwa ni pigo kubwa sana kwetu, kwa sababu kwanza ameondoka ghafla, wala hakukuwa na fununu, lakini aliacha timu tukiwa airport tukielekea kwenye mechi. Ilikuwa ni mtikisiko usiokuwa na kifani, lakini baada ya pale viongozi, malengo yakaanza kupotea, lakini viongozi wakakaa chini wakafanya usajili mkubwa. Lakini hata hivyo bado, kabla ya kufika kwenye usajili mkubwa, haikuonekana kama tungefikia huku kwa aina ya watu tuliokuwa nao. Nikaanza kuona dalili za mabadiliko na kufikia huku baada ya dirisha dogo la usajili. Kwanza alipokuja mwalimu Steven Becker, nikaona hapa tumeanza kupona sasa. Lakini wachezaji ambao tuliwasajili, hapo ndipo nikapata matumaini ya kwamba msimu huu kuna kitu tutapata. Na kweli tukaanza kutoa ushindani mkubwa, ushindani mkali. Hatimaye katika mataji 4 ambayo tulikuwa tunawania, tumepata mataji 2, kwa maana ya kombe la Muungano na kombe la CRDB. Sisi kwetu ni mafanikio makubwa kwenye kunyanyuka kuelekea nchi ya mafanikio. Ali Mufti huyo akizungumza na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Simba Ahmed Ali. Ukitazama tabasamu tahanusi lilikuwa limesawili kwenye wajihi wa sura yake. Nimependa pia namna ambavyo na Simba walijazana pale Frank Raymond Mayo. Ni jambo zuri, na timu ikiwa inapata mafanikio, washabiki ndio muda sasa wa kujitokeza. Hata wale ambao walikuwa na mashaka na timu yao, utawaona wanakuja mbele wanasema bwana sisi mabingwa. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri na niwasifie kwa sababu wamekuwa wako wengi sana. Yaani unaweza kusema kama walitangaza wiki nzima hivi. Kumbe tu baada ya mechi tu jambo limeenda. Kwa hiyo ni jambo zuri, na washabiki siku zote wanapenda vibe kama hizo hapo. Kuwaona wachezaji wao, kuangalia uhalisia wa kombe wenyewe karibu, picha kama hizo za hapa na pale. Kwa hiyo ni jambo zuri na linajenga umorali wa washabiki pamoja na viongozi kwa ujumla. Bana, sawa. Mbali na hapo, tuondoke kuitazama taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, lakini yote kwa yote niseme heko, shumbe na kongole nyingi sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kuchukua ubingwa huo wa CRDB Federation Cup. Lakini ujumbe wangu kwa leo kwa wasimamizi wa mpira wa Tanzania, bado kuna haja ya kupiga msasa eneo la waamuzi ili kuendelea kuwa bora kwenye ligi yetu. Tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo. Habari kubwa kule jijini Mbeya ni kuhusiana na mchezo wa mzunguko wa kwanza wa hatua ya mtoano ligi kuu NBC maarufu kama playoff umepigwa siku ya jana katika mchezo ule wa Mbeya Derby, ambapo tulishuhudia maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons wakiwa wageni wa Mbeya City. Mchezo huo ulimalizika kwa mabao mawili ya Mbeya City kwa bila dhidi ya maafande wa jeshi la magereza Tanzania Prisons. Mabao ya Mbeya City yamefungwa na Said Naushad Said na Hija Shamte Lida, imeweza kuwapa ushindi Mbeya City, huku Tanzania Prisons wakiwa na mengi ya kujiuliza.
Wawili hawa watarudiana Julai 8 mwaka huu ili kufahamu nani atasalia ligi kuu NBC na nani atajiunga na timu zinazokwenda kucheza michuano ya Championship, ama nani ambaye atakwenda kukutana na timu ambayo imefanya vizuri kwenye mchezo wa mtoano kwa timu za ligi ya Championship. Pamoja na mambo mengine, kabla ya kualika wachambuzi tukajikumbusha namna ambavyo mambo yalikuwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya. Ilipo stendi ya Magufuli, anapeta jijini Mbeya akiwa na Mbeya City. Alimpunguza moja, akatumbukia naye kwenye box, akasema si assist, akatafuta golikipa alipo, akamwambia na kuwekea hapo hapo. Yes, Wonder Boy, moja kati ya vijana ambao ni lulu kwenye soka la Tanzania. Said Naushad Said akamuinua Mayanga kwa hasira, akistaajabishwa na kilichotokea. Karibu sana, huu ni mchezo wa mtoano wa ligi kuu ya NBC. Mbeya City wako mbele bao moja, Prisons wanajiuliza kunani. Mchezo wa kwanza ulienda 1-1, wa pili Prisons wakashinda 3-1. Said Naushad Said na Mbeya City, Said Naushad Said. Naam, ni Said Naushad Said akifunga bao kwa upande wa Mbeya City. Nimependa ushereheshaji wa Gwalugwano Ambwene Richard Joatham Mwakalobo Jr. alivyokuwa akimtangaza na kumsifu. Anasema miongoni mwa vipawa vikubwa mno na vipaji vikubwa mno tuliojaliwa nchi ya Tanzania, Said Naushad Said. Bao limefungwa chini ya kwapa. Ukikutana na Barwan Abdallah Muhuza anasema haya ni magoli ambayo utamlaumu tu mlinda mlango, lakini hakuna ujanja ambao anaweza kufanya zaidi ya kile ambacho amekifanya. Andrea, ni goli ambalo limewapa nafasi. Angalia kwanza alipotoka, safari alipoianza, pokonya mtu mali alafu akafunga safari akilielekea goli. Karibu. Na ilikuwa mechi nzuri jana, nilitazama mechi, ilikuwa na ushindani, na goli la mapema lililowafanya Mbeya City watulie, waendelee kucheza na kama kwa goli hili kosa la yule beki Amlinze alikuwa anamsindikiza kama wale walimbwende wanavyosindikiza kombe. Alikuwa na uwezo kufanya alichotaka kukifanya akiwa ndani ya box, angeweza kukifanya huko nje ya box, nje ya box tena mbali kabisa. Hapo akati ananyang'anywa mpira angeweza kukifanya akazuia jambo lisitokee, lakini unakuta kwamba yeye akaacha mpaka tukio limeenda limefika kwenye box, akataka kumbuka nimshike, alishachelewa, angemshika. Na huyo aliyetoa pasi ya hiyo goli anaitwa Hija Shamtelida. Umeona hapo alipoenda kupoka mpira hapo, ukampoka kakimbia. Sasa pale alipaswa pale kumshika, sasa akazidiwa mbio. Unaona alipokuja kwenye box kutaka kumzuia akaona ashachelewa. Kwa hiyo unaona hata wenzake wabaki kumlaumu yeye kwamba amefanya kosa kushindwa kuamua ule uamuzi kule mapema. Na hili baada ya ile goli Prison walirudi kwenye mchezo, wakacheza mechi nzuri sana. Nikaona kama wana nafasi ya kusawazisha na hata kupata matokeo. Wakapata hadi penalty. Bahati mbaya wakakosa penalty. Umeona kipa akaokoa. Kwa hiyo ikaja na dakika za mwishoni wakaja kufunga goli jingine la pili. Kwangu yani mechi ilikuwa Prison ilikuwa iko upande wao. Kwa hiyo naona yani wanapaswa kujirekebisha ile kosa ambalo walionalo ili waweze kwenye mechi ijayo waweze kupata matokeo. Mechi ilikuwa nzuri kwao, lakini Mbeya City wamepata matokeo. Yani wamefanya ile uchezaji kwa mechi za mtoano. Nyinyi chezeni vizuri, sisi tunatafuta matokeo. Matokeo yamepatikana, imeisha mechi. Kwa hiyo nadhani mechi ijayo tarehe 8 mechi nyingine itakuwa ngumu, na kwa sababu uwanja huo wanajuana, naamini Cedric atakuja na mpango mwingine mpya kuhakikisha kwamba naye anapata japo matokeo mazuri ya kumpa matumaini, kwa sababu kwenye mechi 5 za ligi alikuwa na matokeo mazuri sana Prison. Nilishangaa hii mechi, mimi mwenyewe nimeshangaa. Yaani walivyokuja kwa mechi imewabadilikia, lakini ulisema hii mechi unawapa nafasi Mbeya City, nakumbuka wiki iliyopita. Kwa hiyo wenyewe kwa sababu wana hamu ya kufanya jambo hilo. Umeona Prison japokuwa wana matokeo mazuri, na ndio maana jana Mbeya City wamecheza kama wanacheza finali. Na nimeona wamekaa nyumbani, wanawasubiri nyewe chezeni, mkifanya makosa wanakwenda wanafunga. Hata goli la pili umeona jinsi ya counter ilivyopigwa, unaona kabisa ni wale Prison walikuwa wanashambulia. Mpira umetoka ghafla umeenda kwao, wameshindwa kuwazuia, imepigwa pasi mtu karuka alofunga yule Shamte kafunga kama apiga penalty. Hija Shamtelida kaizungusha vizuri. Mtangazaji nilikuwa namsikia anasema bao lililofungwa kwenye World Cup na Lionel Messi. Yani kaizungusha uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Yani goli lilizunguka vizuri kabisa. Frank, Hija Shamte
huu mpira ambao ulikuwa unaenda kwa Said Naushad Said, yeye ndo alipiga pasi ya kwanza. Yes. Hije Shamte Lida, kiungo ambaye anavaa jezi nambari 54. Ingawaje beki alifanya makosa mpaka Said Naushad anaenda anaupoka ule mpira. Lakini hata ili goli la pili ambavyo lilivyokuwa linafungwa ni mpira ulirukwa. Unamkuta Hije Shamte, zikawa jitihada za mtu wa kujenga nyumba kwa mate. Ikawa kama vile ameokota dodo chini ya mwiba. Ni mipira ambayo kwanza midfield wanaipenda sana. Yaani kwa hata mimi ni kipindi changu nacheza, mipira kama hiyo waga una enjoy kukutana nayo. Kwa sababu kwanza mpira ambao unatoka V, sawa, ambao mabeki wote wanakuwa labda upande ambao mpira ulipotoka. Kwa hiyo wakati mwingine unakutana nao, unaweza goli unakuwa unaliona, unachofanya ni kutafuta tu engo ambayo kipa hawezi kufika. Kwa hiyo ni goli la mipango. Ukiangalia goli la pili ni goli la mipango kwa sababu walikuwa washaongoza goli. Kwa hiyo Mbeya City walikuwa wanacheza kwa kurelax. Kipindi Prison anatafuta kupata kurudisha goli lao, wenyewe wakawa sasa wana possess mpira kawaida. Kwa hiyo unaona ni goli ambayo kwanza ilikuwa na utulivu hali ya juu. Yaani goli ambapo pasi zilipigwa, zikachangwa, zikaenda pembeni, ikapigwa pasi. Yaani kama walikuwa mazoezini, ikapigwa pasi, maji mengi akauruka, Shamte aje akakutana nayo, akaskoa. Ije ya Shamte akakutana nayo, akaskoa. Kwa hiyo unaona ni goli ambayo kipa hawezi kumlaumu. Kwa sababu kipa pia kipindi mpira unapigwa, pale mbele kulikuwa na mabeki karibia wote. Kwa hiyo Ije alichofanya ni kuupitisha mpira tu, mabeki wasiuguse. Ndio kilichotokea. Kwa hiyo ni goli ambayo aliwapa nafasi kubwa ya kuiendea mechi nyingine. Mbeya City ikibaki kwenye ligi kuu kwa hiki ambacho wamekifanya, itawalazimu Tanzania Prisons ili kuweza kusonga mbele na wasisonge ugali au halua, wafunge magoli matatu. Tena 3 kwa bila. Au la 2-2 waende kwenye penalty. 2-2 waende kwenye penalty. Wanamlima Prison. Wanamlima Prison. Mlima mkubwa. Kwa kile walichocheza jana Mbeya City, nadhani wana mlima mkubwa sana kuupa. Wastani wa siku 2 tu hapo. Jumatano nadhani mechi yao. Leo Jumatatu, kesho Jumanne, Jumatano yanapigwa. Kwa hiyo nadhani kwangu unaona Mbeya City bado wana nafasi kubwa. Na wapa tena nafasi yangu. Kulangu bado iko kwao. Kura yako ya veto ipo kwa Mbeya City. Yaani Mayanga tu mwenyewe ashindwe. Lakini mechi amemaliza. Mechi amemaliza. Kwa mimi naona bado kwa sababu mimi nakwambia mechi amemaliza hii. Kwa mimi naona bado. Unajua sababu chukua taambia bado. Yaani Mbeya City wanabaki ligi kuu. Wanabaki mapema sana. Mimi nakwambia Mbeya City wanabaki. Kule tunaenda kuiona Prison mapema kinga mkono. Kule tunaona Polisi Tanzania zidi ya Prison Tanzania. Mapema kinga mkono. Sema kwa football unajua kuna maajabu yake. Maajabu yapo lakini unaweza shangaa Prison mbili sio nyingi kwenye mpira. Mbili nyingi. Dakika 90. Mbili nyingi. Goli 2 nyingi. Kwa sababu Prisons watakuja hao hawana cha kupoteza. Kama Prisons waliweza kuwafunga magoli 3 Pamba wakiwa kwao katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Pamba na mazingira gani? Yaani Pamba ilikuwa na mazingira gani? Haikuwa mazingira Mwanambiji, yalikuwa mazingira ya kawaida. Pamba wenyewe hawana pressure ilikuwa. Wanajua shuki wafanye nini wako pale. Naiona hii mechi ujue kama mimi naona mechi inakugeuka hii. Mbeya City akirelax. Yaani aingia kwenye mechi ya pili akiwa amerelax. Aspanic. Hii mechi anashinda. Hii mechi imeisha. Kaka mechi kama kipani. Waenda kupindua meza kibabe. Wapi kazi. Inawezekana kumfunga 3 lakini si mpira ipo kaka. Mpira unawezekana kutokea maajabu hayo lakini bado kulangu bado niko na Mbeya City. Afu kule Polisi Tanzania naye kamkanda yule 7 jumla. Jumla goli 7 alifunga kwanza goli 4, jana kapiga 3-1. Polisi tayari? Anamsubiri Prison. Yaani Polisi kapumzika. Prison. Sio maliza maneno bwana. Tafadhali bwana. So mshindi kati ya Prison na Mbeya City. Mbeya City kaenda wewe bwana. Mimi kula yangu iko Mbeya City. Lakini polisi kama wanahamu. Niwe muwazi kabisa. Kula yangu iko Mbeya City. Polisi kama wanahamu hivi. Wanahamu lakini sasa kukutana na Prison kitawaka. Labda waombe wakutana na Mbeya City lakini Mbeya City wangu mimi nashawaika mbele. Hiyo mechi maki itakuwa lakini mimi nitakubali baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mimi mwenyewe mimi nitashaona dakika ya kipindi cha kwanza. Mimi nitakubali kwa hiyo Mbeya City. Mimi kinga mkono mimi nitakubali dakika 90 zitakapokuwa zimeisha. Mechi bado mbichi. Na mechi jasi wao ndio wenyeji Prison. Mechi hakuna cha wenyeji pale Mbeya. Uwanja ndio ule. Kwani kimwashinda nini walivyokuwa wageni? Ukiwa mwenyeji kidogo na nani? Una wenyeji gani Mbeya? Uwanja Sokoine. Mimi hapa mimi napenda unajua Mayanga master
Mimi hapa. Mayanga master. Mimi hapa. Yaani ukiwa na Mayanga. Mimi hapa kinga mkono. Mechi bado mbichi. Kwa hiyo bado sina kura. Uko na Shadrack. Mkeka nimeuchana katikati. Ukiambiwa weke mzigo unaweka. Mzigo unaweka. Hapo naweka mshahara wangu wote, nyumba, hapo naweka kila kitu. Ndio sisi tumekwenda. Ndio sisi tumekwenda. Amna, ngoma ipo katikati kaka. Ngoma ipo katikati. Bana, mbali na hapo tuangazie taarifa nyingine ambazo bado zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo, tukiwa tunazungumzia soka la hapa nyumbani. Habari kubwa ni kwa timu ya wananchi Young Africans. Klabu ya Yanga Princess imemshukuru na kumtakia kila la kheri mshambuliaji wake nyota Jeanine Mukandayisenga kufuatia uhamisho wake wa kwenda kujiunga na Wahun Jagda Women FC ya kule Uchina ama China. Mukandayisenga alijiunga na Yanga Princess mwanzoni mwa msimu wa 2025 katika dirisha dogo la usajili akitokea klabu ya Rayon Sports Women FC ya nchini Rwanda. Msimu uliomalizika 2025-26 Jeanine alimaliza akiwa ndio mfungaji bora kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania bara akifunga jumla ya mabao 20 huku akiwa amecheza michezo 14 na mchezo moja ya mchezo wa kukumbukwa zaidi ni dhidi ya Mashujaa Queens akifunga hat-trick kwenye ushindi wa magoli 4-1. Bwana Jeanine niliona juzi wakati Yanga wanafanya paredi lao la ubingwa wakiwa Jangwani pale, Engineer Harris Said alitangaza hadharani kwamba Jeanine mchezaji wao wamemfungulia milango na anakwenda Uchina. Jambo la heri na kwangu ni mwendelezo wa soka la wanawake. Ndio. Yaani kwamba watu wanaangalia, wanafuatilia. Ndio. Amekuja hapa, alikuwa na msimu mzuri uliopita. Ameisaidia Yanga kwa kiwango chake, imemaliza nafasi ya pili. Unaona ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya Yanga msimu huu. Kwangu wanamuenda kumuuza China, ni daraja kubwa ambalo wanalitengeneza kwenye soka la wanawake. Kwamba akimuona alipita wapi? Rwanda lakini alipita Tanzania. Kwa Tanzania kama kuna watu wana viwango vya namna hii, jicho linazidi kuwa kubwa. Nadhani milango inazidi kufunguka kwa mabinti hao sasa hivi. Tunaona wengi wanaenda. Hata Simba kuna mchezaji wao anaona anatakiwa Saudia. Simba. Lakini Yanga naona hii sio mara ya kwanza. Niliona kwa nyota ambaye sasa anakipiga kule Saudi Arabia, Clara Luvanga anacheza timu moja na Cristiano Ronaldo. Tofauti tu kwamba Ronaldo anacheza timu ya wanaume, alafu Clara Luvanga anacheza timu ya wanawake. Aisha Masaka iko England. Utakumbuka alikuwa anavaa jezi nambari 35. Anacheza Brighton. Japokuwa ana msimu mzuri sana. Yes. Huyo hapa Aisha Masaka na huyo ndio Jeanine Mukandayisenga. Huyu ni Jeanine bwana, sio Aisha Masaka. Na wachezaji hawa wote wawili walipata bahati ya kucheza ama kufundishwa na kocha Edna Lema Mourinho. Aisha Masaka, Clara Luvanga na Jeanine Mukandayisenga. Lakini ukirejea nyuma zaidi wapo wachezaji wengine wa Young Africans ambao wameondoka na kwenda kucheza kwenye soka la kulipwa. Na zipo fununu zinaeleza kwamba Jeanine Mukandayisenga yeye ndiye mchezaji ambaye amevunja rekodi ya kuuzwa kwa fedha nyingi zaidi. Yani Yanga wamepokea fedha za kutosha. Karibu sana bwana Frank Ramon. Ni jambo zuri kwanza kwa mchezaji, pia kwa klabu, kwa sababu siku zote klabu lazima iangalie mafanikio zaidi, kwamba sawa tuna mchezaji mzuri lakini wakati mwingine mchezaji mkimuuza sehemu mnapata chanzo kikubwa cha pesa na mnaweza kununua wachezaji wa design hiyo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unaona ni jambo zuri Young African kuanza kuwa na aina hiyo wachezaji ambao wana level ya kucheza kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo unaona mchezaji anakuja kwenye Yanga Princess lakini pia ana uwezo wa kwenda kucheza huko nje. Kwa hiyo ina maana Yanga Princess wamekuwa kwenye daraja kubwa, ndio maana wanapokea wachezaji wakubwa na kuweza kuwauza. Kwa hiyo ni jambo zuri kuchukua hela, na hiyo hela sasa itasaidia mambo mengine kiujumla, kuleta wachezaji wengine zaidi wakubwa wa design hiyo na kuendesha sasa mfumo mzima wa timu yao, kuhakikisha kwamba
yale mahitaji muhimu ya timu yanapatikana, na pia kusaidia pia kwenye mambo mengine ya kulipa mshahara, kulipa labda vitu vingine. Kwa hiyo ni jambo zuri, na pia inatengeneza mwanzo mzuri wa wao wengine ambao wamecheza nao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba inawezekana, kama nilikuwa nimecheza naye hapa na kaenda huko, kuna zile connection, anaweza akapata pia nafasi labda za wachezaji wengine, akawa na connection na wachezaji wa Yanga huko, anaweza kwenda kupata kitu kikubwa zaidi huko nje. Kwa hiyo unaona ni jambo zuri, na niwapongeze Yanga kwa kwenda kumuuza, kwa sababu timu zingine nadhani wangeeta sasa, kwa sababu katusaidia sana, huwezi kumwachia. Acha tumng'ang'anie, mwisho wa siku unakosa hela na vitu vingine vinakuwa havitokei. Kwa hiyo unaona ni jambo zuri, na wapongeza Yanga. Na soka la wanawake sasa hivi limekuwa sana. Ukiangalia miaka ya nyuma tofauti na sasa hivi, yani kwamba mtu anakuja Tanzania, nchi zingine zinakuja Tanzania kuwekeza kwenye soka la vijana. Kwa hiyo unaona ni jambo zuri, na nafikiria nitakuwa endelevu, kwa sababu ukishaona raya kuuza mchezaji, lazima utatafuta wachezaji wazuri watengeneze ili wauze tena, ili klabu iweze kujiendesha yenyewe kwa kutumia wachezaji ambao unauza na hao wengine ambao unawatengeneza mwenyewe. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa Yanga na kupongeza zaidi. Bana, Jeanine Mukandaisenga huyo akielekea Uchina ama akielekea China baada ya kuuzwa na Wananchi Young Africans. Lakini Tanzania inaonekana kuwa sasa hivi soka la wanawake linakuwa kwa hakika. Soka la wanawake Tanzania limekuwa sana, limepiga hatua, na kuna mabinti wengi sana. Kuna mtu anacheza Mesco, anaitwa Singano, yuko Mesco, unajua tafuta Juliet Singano yuko Mesco. Unaona? Yaani unaona mtu katoka Tanzania ameruka, ametembea kilomita zote hizo kwenda Mesco kucheza soka. Kuna watu wako Saudia. Ndio. Yaani sehemu mbalimbali duniani mabinti wa Tanzania wapo wanacheza soka na wana nafasi na wanaonyesha kiwango kikubwa. Kwa hiyo nadhani kwangu ni daraja kubwa. Tunawasifu wenye wanaosimamia soka la wanawake pamoja na TFF kwa ujumla kwamba wameona kuna kitu, na bado klabu zetu zinabidi ziongeze juhudi. Yanga leo wanamuuza huyu, lakini kwa miaka mingi ya nyuma timu ya wanawake Yanga ilikuwa kama sio timu, ilikuwa sio timu wanayoijali kabisa, sio timu ambayo walikuwa wanaipa kipaumbele kile kinachostahili. Lakini kuanzia msimu huu ilikuwa kwenye mkutano wao mkuu akasema wanataka kuipa kipaumbele. Tumeona imeonyesha ushindani hata kwenye ligi umeona imemaliza nafasi ya pili. Kwa hiyo ni muendelezo kwamba ukiwekeza nguvu kwenye timu za wanawake bado kuna nafasi ya kukua kitimu, pamoja na nafasi ya kupata mabinti wa kuwauza nje kwa sababu wananulika. Kwa hiyo nadhani hii kwangu kwa timu zote za ligi kuu ambazo zina timu za wanawake kuendelea kuongeza nguvu na kuwapa support hawa mabinti kwamba wafanye vizuri, na ligi iendelee kuwa na ushindani ligi yetu, na itakuwa daraja kubwa sana kuendelea kuwauza wachezaji sehemu mbalimbali. Nadhani hii ni fursa ambayo inapaswa kuonekana na ifanywe kazi. Sawa, huyu ni Andrea Kinga Mkono akielezea namna ambavyo soka la Tanzania limekuwa kwa hakika. Kwa sasa moja kwa moja tuelekee kule Hanang, ambapo habari kubwa zaidi inaelezea zaidi ya wanamichezo hususan mchezo wa riadha 500 wanatarajiwa kushiriki katika mbio za nyika mlima Hanang Julai 12, ikiwa ni lengo la kuhamasisha utalii katika hifadhi ya mazingira asilia ya mlima Hanang, ambapo wameombwa wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kujisajili kwa ajili ya kushiriki mbio hizo. Helen Kawiche anapanda jukwani akiwa na taarifa kamili. Idadi ya wanamichezo hao imeelezwa na mhifadhi wa mazingira asilia ya mlima Hanang, Abubakari Mpapa, akizungumza mjini Babati baada ya kumalizika kwa mazoezi maalumu ya kuhamasisha wadau mbalimbali wa michezo kujitokeza kushiriki mbio za nyika, yaani Mountain Hanang Adventure Race, zinazotarajiwa kufanyika Julai 12 mwaka huu wilayani Hanang. Kategori za kuwa 3, kilomita 7, kilomita 15, lakini kuna kilomita 10 za vikwazo. Hivi vikwazo ni jina geni kidogo, lakini sio kitu cha kutisha sana kama watu wanavyodhani. Sidhani kati yetu hapa kuna ambaye anashindwa kupanda mwinuko kwa kutumia kamba, ama kupanda ngazi na kushuka, ama kubeba mzigo wa kilo 15 na kukimbia nao umbali wa mita 100. Hiyo ni katika namna moja pia ya kuendelea kukitangaza kivutio chetu, kwa sababu awali ilikuwa inaonekana tu kama mlima ambao hauna manufaa, yani hauna matumizi mengine. Lakini kupitia zoezi hili sasa tunaendelea kuhamasisha jamii ya Watanzania na hata wa kimataifa kuweza kushiriki, kuweza kutembelea hifadhi yetu ya mazingira asilia ya mlima Hanang, na kama inavyofahamika ni mlima wa 4 kwa urefu Tanzania. Lakini ndani kama tulivyosema kuna vivutio vingi vya viumbe hai ambao hawapatikani maeneo mengine isipokuwa wanapatikana katika eneo lile tu. Matarajio ni watu 500
waweze kushiriki kwa siku hiyo. Sisi tutashiriki kwa sababu sisi tunahusiana na makempi, na camping kuna single ambao ni elfu 30, kuna double ambao ni elfu 45 na kuna kwa ujumuisho wa pamoja wako kuanzia watu 5 kuendelea ni shilingi elfu 25. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Ni Helen Kawiche huyo kutokea Manyara bana. Umeona mbio hizo? Mbio za utalii hizo. Ndio. Ni kitu muhimu sana kuweka watu fiti. Ndio. Unajua hizi ni kama jogging zile tunazofanyaga kule kwetu kule. Mbagala ziko nyingi sana. Ziko nyingi sana hizo zinafanya vitu namna hii. Kwa nadhani kwangu ni fursa kubwa. Naona kimbiaga. Vibaya mno. Kinga unakimbia siku hizi? Nakimbia vibaya sana. Unaniona kweli mara mwisho uliona alikuja hapa Tunu Lugombe. Ndio. Tunu mwenyewe anajua. Nasema Tunu amekata wese yule. Kwa vile. Tuko wote sasa klabu yetu moja. Tipwa yule. Klabu yetu moja tunafanya wote mazoezi. Kwa hiyo lazima tutakaba kwa kingine, lakini kwa hiyo nadhani ni sehemu nzuri ya kwenda kutangaza utalii. Tawalika basi siku moja kule nyumbani tu Ngoma. Tunayo mji mpya jogging club. Hamna shaka sisi kwetu tunaitwa tuko vizuri sana. Sisi kwetu tunaitwa Ardhi Sports Club. Inaitwa? Ardhi Sports Club. Kwa nini mna michezo mingi? Kucheza vibao vile tulivyoleta hapa tuvionyesha. Ndio vitu vingi. Kwa nadhani ni fursa kubwa kwa wale watu wanapenda jogging na kukimbia. Waende wakashiriki kwa mashindano haya. Wanatangaza utalii na vile vile wanaenda kuona vitu vingine mbalimbali na huko wenyewe wanashindana, nadhani kutakuwa na zawadi vile vile. Kwa hiyo kwangu naona daraja zuri, ni muendelezo katika sekta ya riadha ambayo inafanyika Tanzania sehemu mbalimbali katika kuboresha mchezo huu na kukuza mchezo wa riadha ambao ni mchezo muhimu sana kwa Tanzania. Kwa hiyo hii ni fursa isiachwe, itumike vizuri na watu watangaze utalii wao, kukuza mchezo. Unaona. Frank na ukiangalia kwenye kukimbia tofauti na football na michezo mingine, yani kukimbia mtu yote anaweza kukimbia. Yes. Yani uwe tuna uwezo tu wa kukimbia unakimbia. Kwa hiyo tofauti na mchezo mpira wa miguu kwa mfano, unakuwa na migongano mingi, kuna kuumia, kuna mtu kukuchezea alafu. Lakini kwa kukimbia ina maana hata kama una umri mkubwa, yani kwa sababu kuna sehemu utatembea, kuna sehemu utakimbia. Kwa hiyo mimi napenda sana na enjoy sana nikiona kuna vikundi vinakimbia. Kwa mfano kama niko njiani lazima naendesha lazima niwapige mioni ya kutosha. Yaani kama ile kama ina break. Anawatia ile kama kwa sherehe. Yaani na fly sana ukiona kuna watu wazima na wanakimbia na maana jambo zuri. Kwa afya ni nzuri sana. Bana, Tanzania iko tayari kwa ajili ya AFCON kabisa. Hiyo ndio taarifa ambayo tunakwenda nayo hivi sasa. Tanzania imesema iko tayari kuelekea kwenye michuano ya fainali za mataifa ya Afrika ya AFCON 2027 inayotarajiwa kufanyika kwa ushirikiano wa mataifa matatu, yani Tanzania, Kenya na Uganda. Moja ya maeneo yenye vipaumbele kuelekea kwenye michuano hiyo ni ujenzi wa uwanja wa michezo jijini Arusha, ambapo unatajwa kufikia hatua nzuri kwa kuzingatia viwango vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF. Ni hospitali kubwa 3, kwa maana tunayo hospitali ya rufaa ya Mount Meru, tunayo hospitali special kwa ajili ya moyo kwa maana JKCI branch ya Arusha, lakini pia tunayo hospitali kubwa ya NSK. Zote hizi kwa pamoja tumeshaziasaini kutengeneza miundombinu mbalimbali. Masuala ya huduma ya afya tumejiandaa na ni majengo mengine mapya kabisa yamejengwa kwa ajili ya kusapoti AFCON. Yote haya ni kwa sababu ya maelekezo ambayo tumeyapokea ya Mheshimiwa Rais pamoja na wizara husika, ili kusudi tuweze kukidhi haja na hoja ya kuwa na mazingira bora ya kufanyika kwa AFCON kwenye mkoa wetu wa Arusha. Lakini pia jamii kuihamasisha ili kusudi iweze kuwa tayari kwa ajili ya kusapoti shughuli zote za AFCON, kwa maana mamalishe na babalishe au wenye restauranti nzuri za kisasa. Kwenye mahoteli tumeendelea kuhamasisha ili viwango vile vya hoteli na utoaji wa huduma pamoja na customer care iendane na viwango hivi ambavyo tunavihitaji kwenye AFCON. Wana Arusha wako tayari kwa sababu AFCON kwa wao wanatafsiri kwamba ndio muda wa kutengeneza. Sijafika Arusha siku nyingi sana na nimewahi kupita mara moja tu katika miezi miwili iliyopita. Natamani siku moja kufika kwenye huu uwanja na mimi walau nikaandike historia. Kabisa.
Wamekufika tangu umeanza kujenga? Tangu umeanza sijawahi kufika hapo. Lakini Arusha nimeenda, lakini huko kwenye uwanja sijafika. Sawa. Frank, vipi wewe kufika kwenye uwanja? Sijawahi bado. Tutaenda basi timu viwanjani. Wacha mimi nifanye mipango. Sasa kipindi kitakuwa kinaruka kwenye ule uwanja. Okay. Yaani tuko uwanjani pale. Kipindi kinarukia kutokea pale. Itakuwa inawezekana. Itakuwa nzuri sana. Rukaya binti wa Mbugita. Tunabadilisha kidogo manza. Ndio, tutakuwa tuko pale uwanjani tunapiga maneno pale. Kwa hiyo watazamaji wetu wa viwanjani watakuwa wanatuona kutokea Arusha. Utapata muda kabisa. Inawezekana. Kwa nini ishindikane?